tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa, tai wanaokusanyika. Kichwa pekee cha ujumbe wa wiki hii kinafunua kule kumuhisi Roho Mtakatifu kwa bibi harusi. Kuanzia, kutakuwa na wanaume watiwa mafuta wa kweli watakaoinuka katika siku hii, wakiwa na upako wa kweli wa Roho Mtakatifu yule yule aliyekuwa juu ya nabii wetu, bali wawe wa uongo. Neno linatuambia watafanya ishara na maajabu, wanapokea mvua ile ile, baraka zile zile kama nabii wa kweli. Watu wangegeukia mbali kutoka kwenye neno la kweli lililothibitishwa la siku hii na kuzifuata nia zao wenyewe, wakijipatia waalimu makundi wenye masikio ya utafiti. Hilo litafanana sana na neno la kweli, hata karibu litawadanganya walioteuliwa. Hivi upako huo utafanana sana kiasi gani? Je, itakuwa rahisi kupambanua kilicho kweli na cha uongo? Nabii alituambia kwamba Mfalme Daudi, mtu anayeupendeza moyo wa Mungu, akiwa na upako juu yake, alipata ufunuo wa kweli, bali ilikuwa makosani. Ati nini? Hebu hilo lizame ndani kwa muda. Mfalme aliyechaguliwa na Mungu alikuwa na upako wa kweli na ufunuo wa kweli, bali alikuwa makosani. Kondoo wa Mungu watatakiwa kuwa macho sana ili kujua kile wanachokisikia ni upako wa kweli au wa uongo, kwani kikomo chao cha milele kinategemea maamuzi haya. Tunajua Mungu ameweka wahudumu wengi wa kweli waliotiwa mafuta ili kusaidia, kuongoza na kumweka bibi harusi wake katika neno. Neno lake linasema hivyo, nasi tunamshukuru sana Bwana kwa ajili ya kila mmoja wao. Wameitwa kuwa wachungaji, kuyaangalia makundi yao. Wapo kwa ajili ya kuwaweka wao katika neno. Kwa kufanya hivyo, hawapaswi kushindwa kuicheza sauti pekee ya Mungu iliyothibitishwa kwa makundi yao. Kama tulivyotoka kusikia jinsi ambavyo kila mtu anavyoweza kukosea, hata pamoja na upako wa kweli na ufunuo wa kweli, bali bibi harusi wanaweza kuwa na uhakika, kwa sababu Mungu ameiandaa njia kamilifu ambayo daima wanaweza kuusikia upako wa kweli, ufunuo wa kweli. Bwana asema hivi ya kweli. Bonyeza play tu. Palipo na mzoga, palipo na mana, palipo na neno, ndipo watakapokusanyika tai. Palipo na mzoga, hapo ndipo sisi tai tutakapokusanyika. Mahali palipo na nyama mbichi, neno la wakati huu, ujumbe wa saa hii. Na hakuna mahali pazuri pa kuila mana hiyo kuliko kuisikia sauti ya Mungu akinena yeye mwenyewe. Hilo ni neno lake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Mnaona, waliochaguliwa tangu awali wanajua jambo hili. Neno geni au sauti ngeni hawataifuata. Sababu ya sisi kutofanya hivyo, na hatuwezi kudanganywa, ni kwa sababu sisi ni neno wenye ufunuo huu. Hatuwezi kuwa kitu kingine. Hatuwezi kusikia kitu kingine.
hatujui kitu kingine. Mimi niko, si nilikuwa wala nitakuwa. Mimi niko wakati uliopo, neno sasa hivi, si neno lililokuwa wala neno litakalokuja, neno lililopo sasa. Mnaona? Mnalifahamu? Mimi niko. Mimi niko ni neno. Hapo mwanzo alikuwapo neno, naye neno alikuwako pamoja na Mungu. Hiyo ni kweli? Mimi niko. Mungu alinituma kama nabii wake kuthibitisha jambo hili kuwa ni kweli. Mimi ndiye jibu la neno hili. Kwa hiyo wakati yeye anaposhuka huku na kufanya jambo hili, na alipofanya jambo hilo, Farao akasema, vema, tuna vijana wengi sana katika kundi letu wanaoweza kufanya jambo hilo pia. Waigaji? Yesu alisema, naam, hiyo itajirudia tena katika siku za mwisho. Mnaona, wakidai jambo lile lile. Bwana asifiwe. Nena kuhusu hakikisho kwa bibi harusi. Kama unao ufunuo huu, basi utajua wewe ndiye bibi harusi wake kipenzi, mteule aliyechaguliwa tangu zamani. Kwa kusikiliza sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda, tunamsikiliza mwana wa Adamu ambaye ni Kristo. Yeye ndiye tunayejilisha. Hatujilishe mwanadamu. Mwanadamu maneno yake yatashindwa, bali tunakula mwili, neno lisiloshindwa la mwana wa Adamu. Ikiwa unataka kuwa na uhakika wa 100% kwamba unasikiliza Bwana asema hivi, njoo uungane na sehemu ya bibi harusi Jumapili hii saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville. Ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, tunapoisikia sauti ya Mungu ikitufunulia yote kuhusu watiwa mafuta katika wakati wa mwisho. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe: watiwa mafuta katika wakati wa mwisho. 65-0725M. Maandiko: Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 44 mpaka wa 45. Mathayo mtakatifu sura ya 7 mstari wa 21. Mathayo mtakatifu sura ya 24 mstari wa 15 mpaka wa 28. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 30. Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12. Waefeso sura ya 1 mstari wa 5. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Waebrania sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 7. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 14. Malaki sura ya 4 mstari wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 1 hadi wa 28. Yeremia sura ya 27 yote na sura ya 28 yote.